kuitazama M15 TV, bado tunafanya hamasa kuelekea kwenye mchezo wa marudiano Simba dhidi ya Al Masry ambao utachezwa tarehe 9 kwenye dimba la Benjamin Mkapa, na niko hapa na mchungaji wa Simba anaitwa Memorasia Sylvester. Vipi mchungaji? Mungu ni mwema sana. Kwa vizuri. Tumekuja kuungana na wenzetu kwa ajili ya hamasa ili tuweze kuvuka siku ya Jumatano. Mialiko tumeiona bwana, mpaka mmeamua sasa hivi kumweka Mwamposa. Au ulikuwa mawazo yako? Wewe hujanielewa. Mimi kitendo cha kuingia kwenye mambo haya, watu sasa hivi wanaamini kwamba hata yale yanawezekana. Simuona sasa hivi kwamba Mwamposa wanamwalika ni kitu kizuri. Washaona kwangu kwamba kuna kitu kizuri ambao kuongeza nguvu. Kwa hiyo nimekuwa jambo zuri zaidi. Anaongezwa Mwamposa, kushukuta ataongezwa Gwajima, mwingine ataongezwa Mzee wa Ifata. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo. Mimi nimeweka mwanga na mwanga unakuja sasa. Hapokeaje lakini mwaliko wake? Umekuwa ni kitu kizuri sana. Kuongezwa mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuongeza nguvu tuweze kushinda. Imekuwa ni jambo zuri sana. Kumuongeza mtu kama Mwamposa katika tukio kama lile, mimi nimefarijika sana moyoni. Ningepata angeonekana hata shehe mwingine aje ili nguvu iongezeke ili tuweze kupata ushindi siku ya Jumatano. Kwa nini ni kwa wakati huu tumeamua kualika wachungaji mpaka mashehe? Wameona kwamba kuna nguvu. Wameona kwamba kuna nguvu. Wameona kwa nguvu yangu mimi mwenyewe hii lazima nipate watu wa kunisaidia. Sio kwa ugumu wa mchezo na mlima ambao mna. Hapana, sasa hivi nahitaji nguvu kubwa zaidi. Kwa hiyo inabidi Mwamposa naye ongezeke ili nguvu iwe kubwa zaidi tuweze kushinda siku ya Jumatano. Lakini unazionaje hamasa sofa? Hamasa ni nzuri na hizi zinawarudisha watu katika morali. Maana watu washakata tamaa, wengine washaona kwa tuweze kuvuka. Kwa hiyo kitendo cha kuanza kurudisha hizi hamasa zinarudisha watu kwenye njia ili Simba iweze kuvuka na Simba ivuke na watu wake wavuke, washabiki wavuke pamoja na wanachama wa Simba wavuke ili tuende kwenye nchi ya ahadi ambayo ni nusu finali ambayo tumeisubiria miaka mingi mno. Mchungaji, kwa kile ambacho alichosema jana afisa habari wenu Ahmed Ali, kuna watu wanatia mkono kwenye mechi za kimataifa. Lazima kuna watu wanataka tusiende. Watu walitia mkono kuanzia uwanja. Kwamba uwanja ule figisu zimewekwa kwenye ule uwanja ili tusivuke. Kwamba tukachezea Mauro Rwanda. Ule uwanja kilichotokea ni kwamba tena asaminiwe na apewe heshima yake katibu mkuu wa Wizara ya Michezo. Alisema kwamba ule uwanja waje wakague tena. Lakini singekuwa amesema kidedea tungeenda Rwanda sisi. Kwa hiyo sisi tumefurahi, serikali imesimamia uwanja umerudi katika kazi yake. Lile neno kwa Mkapa toki mtu au ubaya ubwela ndio mtauona siku ya Jumatano. Na mmewapiga biti. Na tumejipanga. Sio kama tumejipanga. Kila mtu kajipanga kwa njia yake, ila na mimi nimejipanga. Kwa hiyo mechi ya kesho kutwa ni mechi ambayo tunaenda kuvuka, ya Jumatano tunaenda kuvuka bila kikwazo chochote. Mimi nimeona goli 4, wengine wanasema 6, lakini mimi kama mimi nimeona goli 4 rasmi. Kwa Chacha ndani. Mkuu wa mkoa wa Tabora. Tunaalika watu wengi. Sio watumishi wa Mungu, wakuu wa mikoa wanaalikwa. Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Ili tupe nguvu tuweze kuvuka tulipo, tuende nusu finali. Ni watu gani ambao wanazungumza kwamba wanakwenda kuweka mikono yao kwenye mchezo wenu? Hakuna jambo ambalo halina maadui. Jambo hili lazima lina maadui. Watu hata furahia Simba wakienda nusu finali. Wanataka kauli ile irudi kama zamani kwamba mwaka robo. Ndio kitu ambacho wanataka kirudi. Na tunamshukuru Mungu kwamba hakitarudia safari hii. Kwa hiyo tumejipanga, tumetumia nguvu kubwa na uwezo mkubwa na nia tunayo, uwezo tunao, akili tunazo na mipango na maarifa tunayo kuhakikisha tunashinda mechi hiyo. Mchungaji, kwa jicho lako la kichungaji, hawa wanaotia mkono ni upande wa pili au kuna watu? Hatujajua, adui ni adui tu. Au upande wa pili anatoka ndani ya Simba lakini bado ni adui. Hata watu ndani ya Simba kuna maadui pia vile vile. Usifikiri ni nje hapo. Hata ndani ya Simba kuna watu hataki tuvuke. Kwa hiyo hao nao vile tutashughulika nao ili tuweze tuvuke. Watatumia nguvu za giza lakini sisi tutawashinda kwa jina la Yesu. Kuna maombi yoyote ambayo umeandaa? Ni Jumanne nitaomba Jumanne, mtakuja pale nitaomba na Mungu atasikia na maisha yataendelea. Na Mwamposa ndani atakuwepo. Nasema hivi, safari tumeongeza nguvu mpaka Mwamposa yupo. Ndio kitu ambacho nimefurahi zaidi. Kama mtumishi wa Mungu kaongezwa ili tuweze kupata ushindi siku ya Jumatano. Kuna msemo mmoja mnaotembea nao, Waarabu miguu yao italegea. Ni kwa ujumla ndio hilo. Na bado hajaingia kwenye vyumba wakatoka. Bado subiri kwanza basi dakika chache. Kwa namna ambavyo ulitazama mchezo wa kule ugenini, Simba ikipoteza magoli 2-0 na bado mnakuja hapa nyumbani mnasema kwamba mnavuka bila kuangalia kwamba mnakwenda kutana mpinzani wa namna gani ambaye mmeruhusu magoli 2 kwake. Pengine hauoni ugumu wa mchezo huu, mnatamka kwamba tunavuka mkiwa na imani kubwa? Hapa wamekuja kaka zao Nation wameacha point. Wamekuja hapa Zamalek wameacha point. Wydad ameacha point. Kaizer Chiefs ameacha point. Orlando ameanza. Yaani timu kubwa zote zimekuja. Why awe leo huyu Al Masry mtoto mdogo sana. Siku ile tukichofanyika ni kwamba mtu kwa nyumbani lazima kunakuwa na ile home advantage. Ndio kitu ambacho kimetumika. Kwa sababu ukiangalia kama goli lile la pili ile ilikuwa ni offside. Kumbuka watu ambao wanakaa kwenye VR nao ni binadamu kama wewe. Kwa hiyo wanatoa maamuzi kama referee aliyeko katikati.
Kwa hiyo siku ile imetokea kutokea, na sisi tutaki mtu alalamike siku ya Jumatano. Na sisi tutafanya yetu, mtu asilalamike. Tutafanya yenu. Tutafanya yetu na sisi. Kila mtu anashinda kwake. Hata offside. Nasema hivi, kila mtu anashinda kwake. Kama kila mtu anashinda kwake, sisi hatutafunga goli la offside. Tutafunga magoli ya halali ambayo mwenyewe utakubali hata leo nyumbani. Atasema hakika Simba safari na timu bora zaidi. Watu wanamisi bwana Chemaloni pale nyuma. Hapana, timu imeenea siku ile, hata kama Chemaloni angekuwepo tungefungwa. Inawezekana tungefungwa zaidi ya zile. Kwa hiyo uwezo, kitendo cha kuwepo wachezaji mfano kama Ateba kishoto nani maanze. Na huyo Ateba huyu nayekwambia huyu kesho kutwa ataonekana lulu. Nakwambia na Ateba anaweza kaenda hata 2. Umeona? Nimeona na Jumatano nitawatajia watu watakaofunga na namba zao na magoli yao, nakwambia manne atafungwa kipindi gani na muda gani. Jumanne ni muda wa kuja, nishalika watu. Ni muda wa kuja kuwatajia wachezaji watakaofunga siku. Watu wanasema kuna ubinafsi kwa jina la Yesu. Kuna maombi yoyote ambayo umeandaa ni Jumanne nitaomba Jumanne, nitakuja pale nitaomba na Mungu atasikia na maisha yataendelea. Na Mwamposa ndani atakuwepo. Nasema hivi, safari tumeongeza nguvu mpaka Mwamposa yupo. Ndio kitu ambacho nimefurahi zaidi. Kama mtumishi wa Mungu kaongezwa ili tuweze kupata ushindi siku ya Jumatano. Kuna msemo mmoja mnaotembea nao, Waarabu miguu yao italegea. Ni kwa ujumla ndio hilo. Na bado hajaingia kwenye vyumba wakatoka. Bado subiri kwanza basi dakika chache. Kwa namna ambavyo ulitazama mchezo wa kule ugenini, Simba ikipoteza magoli 2-0 na bado mnakuja hapa nyumbani mnasema kwamba mnavuka bila kuangalia kwamba mnakwenda kukutana mpinzani wa namna gani ambaye mmemruhusu magoli 2 kwake. Pengine hauoni ugumu wa mchezo huu, mnatamka kwamba tunavuka mkiwa na imani kubwa? Hapa wamekuja kaka zao Nation wameacha point. Wamekuja hapa Zamalek ameacha point. Wydad ameacha point. Kaizer Chiefs ameacha point. Orlando ameanza. Yaani timu kubwa zote zimekuja. Why awe leo huyu Elmasiri mtoto mdogo sana. Siku ile kilichofanyika ni kwamba mtu kwa nyumbani lazima kunakuwa na ile home advantage. Ndio kitu ambacho kimetumika. Kwa sababu ukiangalia kama goli lile la pili ile ilikuwa ni offside. Kumbuka watu ambao wanakaa kwenye VAR nao ni binadamu kama wewe. Kwa hiyo wanatoa maamuzi kama referee aliyeko katikati. Kwa hiyo siku ile imetokea kutokea, na sisi tutaki mtu alalamike siku ya Jumatano. Na sisi tutafanya yetu, mtu asilalamike. Tutafanya yenu. Tutafanya yetu na sisi. Kila mtu anashinda kwake. Hata offside. Nasema hivi, kila mtu anashinda kwake. Kama kila mtu anashinda kwake, sisi hatutafunga goli la offside. Tutafunga magoli ya halali ambayo mwenyewe utakubali hata leo nyumbani. Atasema hakika Simba safari na timu bora zaidi. Watu wanamisi bwana Chemaloni pale nyuma. Hapana, timu imeenea siku ile, hata kama Chemaloni angekuwepo tungefungwa. Inawezekana tungefungwa zaidi ya zile. Kwa hiyo uwezo, kitendo cha kuwepo wachezaji mfano kama Ateba kishoto nani maanze. Na huyo nayekwambia huyu kesho kutwa ataonekana lulu. Nakwambia na Ateba anaweza kaenda hata 2. Umeona? Nimeona na Jumatano nitawatajia watu watakaofunga na namba zao na magoli yao, nakwambia manne atafungwa kipindi gani na muda gani. Jumanne ni muda wa kuja, nishalika watu. Ni muda wa kuja kuwatajia wachezaji watakaofunga siku. Watu wanasema kuna ubinafsi sana kwenye. Nasema hivi, siku hiyo binafsi hautakuwepo. Yaani siku ya kupoteza. Binafsi utaonekana, uzembe utaonekana, ndio siku ile. Ila Jumatano kila kitu kitakaa kilia. Watu watasema hakika kweli Ateba ni striker wa nchi hii. Waache wanasema bwana bila kuzungumza nao chochote, mpo kwenye hamasa sasa hivi. Mnahakikisha kwamba wana Simba wanajaa kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwenda kuwasupport wachezaji. Unalipi la kuambia hasa sasa hivi tuko hapa Tabata Dam? Wala sio na wasiwasi. Jumanne goli ni zile 4 ninazotembea nazo. Ni goli ni 4. Zile 4. Ni kwamba Jumanne tu nitawatajia tu muda wa kufunga na sana dakika. Mnajiamini sana mtu. Sio tunajiamini, sisi mimi naona. Wewe si uoni, mimi naona. Wewe unajua hivi na mimi najua hivi. Wewe tumetofautiana. Jerry mwenyewe anajua yule jamaa. Jerry yule meneja wako yule. Anajua mchungaji ni mtu wa design gani. Hata wewe unajua ni mchungaji wa design gani. Kwa sababu muda tulioanza na vitu ambavyo nilivyosema vyote vilitokea. Hakuna kitu ambacho nimesema ambacho hakijatokea. Kwa hiyo kwa ujumla Jumanne wana Simba wasio na wasiwasi. Tumevuka. Issue nzima ni kwenda nusu finali ndio tunachoangalia. Kauli mbiu iko vizuri kabisa. Iko vile tunavuka. Na hii tunavuka. Nilianza nayo muda mrefu kama mmesahau. Nyenye mlioje kwambia tunavuka safari kwenda. Bahati nzuri naye msemaji wa Simba kaingizia nguvu. Aliiona naye akatembea nayo. Mchungaji, tusipovuka kuna mtu akulaumiwa. Mimi neno la kutovuka hilo kwangu silizungumzii. Mimi nazungumzia kuvuka. Nikizungumza kwamba sitavuka nitaungana na wewe. Asanteni sana.